Mwanaharakati wa kisiasa Godbless Lema kwa sasa kwenye mitandao ya kijamii kuanzia Facebook, Instagram na mitandao kadha ikiwemo Twitter, yani sasa hivi amekuwa akisikika na kauli ambayo aliweza kuizungumza na kuweza kuinukuu, na kama kwa wale ambao umejaribu kupita kwenye mtandao wa Instagram ameweza kuretweet, na yote kwa yote ni kuelezea tu kwa ufupi kwamba Mwamba anadai kwamba yeye kwa sasa yupo kwenye vitisho vya kuuawa na serikali. Kwa hiyo ni mipango kazi ambayo inaonekana inatengenezwa kwa lengo la kutaka yeye kuweza kumalizwa na kutaka kuteketezwa. Of course ni swala ambalo Godbless Lema amekuwa akilizungumza, na hata aliweza kumzungumzia mwenyekiti Tundu Antipas Mughwe Lissu baada ya yeye kuweza kumtembelea katika gereza la Ukonga. Basi akazungumza yale ambayo waliyajenga baina ya yeye pamoja na Tundu Lissu, na hivi sasa amekuja kwa kuandika na kuzungumzia issue ambayo inaonekana kwamba labda pengine kuna mpango kazi, licha kwamba bado uthibitisho wa kile alichoweza kukizungumza bado hatujakipata na hatujakiona, bali kwake yeye ameona kwamba labda kuna mpango unaotengenezwa kwa sasa ili mradi yeye aweze kufa. Na katika nukuu yake alizidi kusisitiza kwamba yeye anamwamini Mwenyezi Mungu na anaamini kwamba yeye ataendelea kuishi kadiri ya siku zitakavyoweza kwenda, mpaka ile siku ambayo itakuwa ni rasmi kabisa kwa Godbless Lema kuweza kufariki na kuondoka ndani ya ardhi ya Tanzania. Lakini kwa hivi sasa msimamo wake uko pale pale, na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yani kuanzia mwenyekiti Tundu Lissu pamoja na Godbless Lema, bila ya kumsahau pia makamu mwenyekiti John Heche, yani wanachokidai na wanachokitaka kwamba yani liwe jua liwe mvua, na kama kutakuwa na changamoto yoyote ya wao kuweza kuingia ndani ya mikono ya jeshi la polisi, ama kama itakuwa ni wao kupoteza maisha, basi wako tayari kwa ajili ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Bwana, hii imekuwa ni hot sana kwa upande wa kile alichoweza kukizungumza, kwa sababu ni swala ambalo limeonekana kuwa ni tata na limeweza kuwafanya pia baadhi ya Watanzania kuweza kupata mshtuko kwa hiki kinachoonekana kama labda pengine yeye Godbless Lema anaonekana kutishiwa maisha. Kwa ni swala ambalo bila shaka ndani ya hiki kipindi kinaonekana kabisa ni kipindi kigumu sana, almost tukiwa tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa Tanzania, na ni swala ambalo nafikiri soon as possible kutakuwa na ile specific issue ya kuweza kufanyika maandalizi makubwa kwa ajili ya uchaguzi ndani ya mwaka 2025. Kwa hiyo kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo msimamo wao uko pale pale, yani haijalishi itakuwa vipi, lakini kama hakutakuwa na mabadiliko ya katiba basi hakutakuwa na uchaguzi kwa chama cha Chadema. Ndio maana no reform no election, yani iko hivyo kama sehemu ya msimamo wao. Cha msingi tukutane kwenye comment. Ni Hatboy Media.